Asante. Tukiwa hapa mkoa wa Tabora, wilaya Igunga, tuko na wajasiriamali wanafundisha namna ya kufanikiwa katika kilimo cha mpunga, uweze kuepukana na umaskini, ugonjwa huu mbaya ambao unawakabili wengi walio wa Tanzania. Sasa uwezekano upo wa kufanya nini, wa kukabili ugonjwa huu wa umaskini. Sasa wajasiriamali hawa wanafundisha namna ya upandaji wa mpunga kwa mafanikio. Kumbuka tunasema kwamba kianzio kiwe gunia 50 kwa heka kwenda mpaka 130. Inawezekana. Wataalamu hawa wamo wanafundisha. Sasa twende kuwasikiliza. Kumbuka kusubscribe, kumbuka kulike na kucomment ili kwa mfululizo wa vipindi vyetu uendelee kuupata. Nimkaribisha huyu mama atoe maelezo mafupi. Baada ya maelezo, shughuli kubwa kidogo itakuwa pale nje. Kutakuwa na zoezi la kuandaa hivyo vitalu na namna ya kusia zile mbegu. Nafikiri sikio tuliwaambia zile mbegu zilikuwa zimefikia hatua ya kusiwa, lakini tukapata dharura, tumezisimamisha na zenyewe zimesimama, zimetusubiri mpaka leo. Hazijabadilika kama mlivyoziacha siku ile. Kwa hiyo na zenyewe tutaenda kuwaonyesha. Tukitoka hapo baada ya kuandaa kile kitalu na kusia na namna ya kusia, zoezi litakalofuata ni la upandaji kwa misitari inayotakiwa. Tutafanya hilo jaribio la upandaji pale nje. Kwa hiyo tutaona kwa macho. Na baada ya hapo sisi hatutakuwa na la ziada. Tunawakaribisha sana Mwanzugi. Nasikia kuna safari ya kwenda huko, tunawakaribisha. Kama tutaenda tutaanzia bwawani kwa la umwagiliaji mlione. Baada ya hapo tutakimbia shambani. Maana sisi utaona tumetupa viatu. Sisi habari ya kichocho, habari ya minyoo huwa tuiwaziri sana. Mama nani, karibu kwa ajili ya kuelezea zoezi hilo. Muda sio rafiki, na ukaribisha huko mbele, ili baadaye akishatoa maelezo mafupi tunatoka nje kwenda kuona hilo zoezi la uandaji wa vitalu. Conference 2020. Amina, mbarikiwe. Karibuni tena katika mwendelezo wa kipindi tulichojifunza juzi. Kwa majina naitwa Magdalena Hezron Kiliunguma, mshiriki wa kanisa la Igunga mjini, kanisa mama la Waadventista wa Sabato. Vile vile ni mkulima kiongozi timu ya Mwamakuli Mwanzugi. Tulijifunza jinsi ya kuchagua mbegu, kupembua, kuosha kwa maji safi na maji ya chumvi, na kisha kuziosha tayari kwenda kuziloweka masaa 24 na kuziatamisha masaa 48. Tulipata somo hilo vizuri? Tunalikumbuka? Tulikuwa na mbegu zetu hapa ambazo tuliziona, ambazo zilikuwa tayari kwenda kusiwa, lakini tulizisimamisha kwanza, maana muda ulikuwa sio rafiki, na jana msongamano wa vipindi vilikuwa vingi, hatukupata muda wa kuzisia, lakini ziko vile vile kama tulivyoziacha, hazikuendelea kuota. Leo tutajifunza namna ya kuandaa na kutunza vitalu. Unapokuwa umeatamisha mbegu zako nyumbani, unaenda kuandaa kitalu. Kitalu unakiandaa siku 2. Unatakiwa usie kwa kitalu tepe, maana mbegu umeotesha. Sasa kitalu unapokiandaa, unalima udongo, unalainika, baadaye unafanya uji ili uje uweke mbegu zako vizuri. Aina ya vitalu, kuna vitalu tepe na vitalu ambavyo sio tepe. Tepe tumesema unasia mbegu zako ambazo umeshaotesha tayari. Kitalu tepe hutumika penye maji mengi, na kisicho tepe hutengenezwa sehemu kavu na kutegemea mvua wakati wa kupandikiza. Kitalu tepe sifa zake: kiwe kimesawazishwa vizuri na miche ikue katika kimo sawa. Kitalu kiwe na mfereji ya kuingiza maji na kutoa maji ya ziada. Udongo uwe na rutuba ya kutosha kustawisha ile miche.
ule udongo unapokuwa una rutuba nzuri na uko tepetepe, ule mche unastawi vizuri zaidi. Kutengeneza kitalu. Andaa kitalu siku 3 kabla ya siku ya kusia mbegu. Upana wa tuta ni mita 1.5 na urefu unaoruhusu kufanya kazi kuhudumia kitalu. Lakini vitu vya kuzingatia, unaandaa vizuri kwa umakini, pasiwe na nyasi karibu. Eneo hapo kiasi cha mbegu kwa ekari ni kilo 10 hadi 12. Mbegu zilizooshwa vizuri, zimechaguliwa vizuri, ni kilo 10 hadi 12 kwa Kwa hiyo ndugu zangu, mambo ya kuzingatia lazima tuyazingatie. Hapa tuko tunapitia kwa ufupi tu. Sasa tuondoke twende kwenye eneo la kufanyia kazi. Tuende tukajifunze kwa pamoja, tuone tunasiaje, tunapandaje. Leo tutasia na kupanda, maana mbegu zipo. Tepetepe ambacho tunasia mbegu. Tunasia mbegu zilizolowekwa na zikatamishwa na tayari zimeshaota. Ukiziangalia zimeshaota. Sasa kuna aina ya utawanyaji. Tulisema kwamba hivi ndio vizuri, ukiziweka hivi zinatawanyika vizuri kwenye kitalu. Natumia vidole vyako kutawanya kama tutakavyomuona mkulima anavyotawanya hivyo. Umeziona? Zinatawanyika, maana ukiziacha zote zirefuke sana hazitawanyiki. Tunatakiwa tusie mbegu za kule ndani. Hiki ni kitalu tepetepe ambacho tunasia mbegu zetu. Na mbegu zetu tuliziloweka, sasa ziko tayari. Yaani inaota kidogo, isiache iwe kama kimela. Ikiwa kama kimela, wakati wa kumwaga mbegu hazitawanyiki. Zinabaki zimeshikana shikana, hata uotaji wake unakuwa sio mzuri, hata ikiota itakuwa hafifu. Lakini zikiwa hivi, hata natawanisha mkulima, mbegu inasambaa, kila moja inaanguka kwenye udongo mzuri, itaota kwa nafasi. Hivi ndivyo ninavyotakiwa zoezi la kuandaa mbegu. Umeandaa na kitalu, unasia. Hii mbegu hapa ikiota itaota yenye afya nzuri. Na itakuwa ina ubora zaidi wa kuingia shambani kuliko kile kitalu kigumu ambacho hata uotaji wako unategemea mpaka inyeshe mvua au uwe na maji ya kumwagia kila mara. Na unapomwaga hizi mbegu, uhakikishe kitalu chako kiko levu, hakituamishi maji. Maana utakapomwaga hivi zikiisha unafunika. Sasa tuone jinsi ya kufunika. Na mimi nilipenda hata wakulima wawili wangejitokeza sasa na wenyewe wakaingia basi hapo. Unaona, unapiga na kiganja kufunika mbegu, unapiga. Yaani unahakikisha mbegu zako zote zimefunikwa ili ndege wasione. Ndege akikuta punje moja tu hivi, unasikia mama? Madhara ya kuishi ndege. Ndio niki hapo nenda kwa pili. Nenda kupanda. Unapiga tu mbegu zinaingia kule. Mama nenda kule. Lakini uhakikishe mbegu zote zimeshaingia katika udongo. Hapa mbegu tumeshaotesha tayari hapa. Sasa unatakiwa kitalu chako kiwe na mifereji. Hiyo mifereji hiyo
unakata maji yanatoka kabisa, kitalu kinabaki na unyevunyevu. Baada ya kusia mbegu, kitalu kiwe na unyevunyevu kwa muda wa siku 3, maji yasionekane juu ya uso wake. Kitalu kama hiki, maji yasionekane juu ya uso wa kitalu. Halafu kuanzia siku 4 mpaka 8 baada ya kusia, kina cha maji kiwe chini ya sentimita 5. Chini ya sentimita 5 kwenye mifereji hiyo maji hayo. Sentimita inaweza kama msamiati kwa. Sentimita 5. Yaani maji yasivuke kile kinanicha pale katikati kwenye mguu. Kwenye mfereji. Baada ya siku 8 hiyo, na siku ya kung'oa miche, maji yaongeze kufikia sentimita 10 kurahisisha kung'oa mbegu na kuziosha. Wakati kitalu kina mbegu bado changa, yasizidi sentimita 5. Na baada ya siku 10 na kuendelea, yasizidi sentimita 10. Halafu yawe maji mengi siku ya kung'oa mbegu. Hili ndio zoezi la kusia mbegu, tumeliona na kila mmoja ameshuhudia. Amina. Inategemea na uandaaji wako wa shamba. Shamba unaweza kuliandaa. Baada ya siku mbegu zako utaziona. Kama shamba lako lina maji mengi sana, panda mbegu yenye siku 21. Kama shamba halina maji mengi sana, anzia siku 18 na kuendelea mpaka hizo 21. Ni wiki ngapi? 3. Inategemea na shamba unalolilima wewe mwenyewe. Kama hazizami, hazitakupa usumbufu. Umeelewana? Labda niongezee hapo kwenye hili. Ni lini unaanza kuhesabu? Ni lini unaanza kuhesabu kama ni siku 21? Wengine atasubiri zikiota hapa ndio anaanza kuhesabu. Kumbe tayari mbegu ilishaanza siku nyingi. Unaanza kuhesabu siku ya kimela. Ukishaona tu kimela kimetoka, unaanzia hiyo ndio siku ya kwanza. Kwa maana hiyo kwamba ile siku ya yale masaa, kuna masaa 24 ya kuloweka na yale 48. Yale ya 48, ile siku ya 48, ile saa ya 48 ndio naanzia hapo, maana tayari mbegu itakuwa imeshaanza safari. Huu ni mzizi. Kwa hiyo kama ni za siku 8, unaanzia hapo. Kuna za siku 8 mpaka 14, unaanzia siku ya kimela. Kama ni za siku 21, unaanzia hapo. Alafu kwenye kitalu hapa, upana wa kitalu hakikisha ni mita 1.5 upana wake. Usifanye mita 2 au 3, kwa maana kwamba umeona tulivyokuwa tunapiga. Kama uko peke yako, upige mikono ishie katikati. Ukigeuka kule tena mikono ikuta. Kwa hiyo ikiwa mita 2, ina maana hapo katikati mikono haitafika. Matokeo yake utaweka mguu hapa ili kuenda kufanyaje? Na ukishaweka mguu umeshazamisha mbegu mezani. Kwa hiyo iwe mita 1.5 upana wa kitalu. Urefu wa kitalu ikiwezekana hauna makadirio sana, lakini ni mita 15. Kwa maana hiyo kwenye eka moja unatakiwa utengeneze vitalu 5 ambazo utasia kilo 10. Urefu umesema mita gani? Mita 15. Urefu upana mita 1.5, urefu mita 15. Hiyo kitalu unatakiwa usie kilo 2 tu. Kwa eka inakuwa vitalu vingapi? 5. Vya urefu wa 15 kwa 1.5. Kwa hiyo nilitaka kuongezea hapo jamani. Amina. Amen. Kwa hiyo hapo umesema zitaingia kilo ngapi za kilo 2? Hapa naomba hivi, hapa tumefanya haraka, hatujapima urefu wa kitalu wala upana, maana ilikuwa ni zoezi la haraka. Lakini ukitaka kusia kabisa kwa kufuata vipimo, urefu mita 1, upana mita 1.5, urefu mita 15, usie kilo ngapi? Kilo 2. Siku ile tulijifunza kuosha. Tukasema kwamba hizi tungepanda. Sasa
ili zisiendelee kwa majani. Asante, maswali mengi, tutakutana kwenye skimu. Haleluya. Twende sasa kwenye kupanda miche. Kwenye zoezi la kupanda. Labda la mwisho hapa, ukishamaliza kusia, haya maji utaki kuyaacha. Haya maji hatuna pa kuyatolea. Ukiyaacha hivi, akaja bata atamshukuru Mungu. Kwa kweli ukiacha maji hata piga mbegu zote utakuta kitu. Sasa hatuna miundombinu ya kuyatoa, hayatakiwi kabisa kuwepo haya maji, hayatakiwi kabisa. Hata kwenye mifereji. Katika kupanda mpunga kuna njia mbili kubwa zinazotumika. Nazo ni kupanda mbegu moja kwa moja shambani, kupandikiza miche kutoka kwenye kitalu. Sisi ya kupanda moja kwa moja ni wale wanaomwaga. Unamwaga, unavuga na jembe unaacha hivyo. Lakini sisi tunatumia kitalu tumepanda, halafu ndio tupandikize. Kupanda mbegu moja kwa moja, faida yake kazi itakuwa ni ya muda mfupi. Maana umeenda kumwaga tu, unavuruga, unarudi nyumbani. Hasara za kumwaga hizo mbegu kupanda kwa moja, si rahisi kupanga idadi ya mashina kwa eneo. Maana umezipanga tu, mashina hautajua kwamba una mashina mangapi katika eneo. Pili, mbegu nyingi hutumika. Ni kilo 80 mpaka kilo 120 ambayo ni sawa na debe 7. Miche haikui haraka, inakuwa vigumu kupambana na magugu, sio rahisi kutumika kipalizi. Yaani miche ile uliyomwaga haitakuwa kwa rutuba wala haitakuwa miche ile mikubwa, maana itakuwa imesha banana. Mama, twende kwa vitendo, muda hapa. Vitendo si wanaandaa hapo 20 kwa 20. Kuna alama, kuna mafundo. Miche kwa miche ni 20. Sentimita 20. Yaani shina kwa shina sentimita 20. Kama vile kipimo cha kalamu na nguzo kidogo. Upana wa mstari mmoja kwenda mwingine. Upana wa mstari mmoja kwenda mwingine. Inatosha. Subiri. Umeshasoma aina za kupandikiza, lakini hasara ya kupandikiza inaongezeka gharama. Kule hatuendi, ina maana twenda kufanya nini? Mstari ya shina kwa shina. Asante.